Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kumekuwa na mvutano mkubwa kati ya Marekani na mataifa ya Magharibi, huku rais wa Marekani akisema kwamba atatekeleza kwa 100% tishio la ushuru kwa wale wote ambao wanataka kuzuia suala la Greenland, huku EU ikiahidi kulinda maslahi yake. Donald Trump ameapa kwa 100% kutekeleza tishio lake la kutoza ushuru kwa nchi za Ulaya zinazopinga ombi lake la kuchukua udhibiti wa Greenland. Washirika wa Ulaya wameungana kuunga mkono uhuru wa Greenland. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark alisisitiza kwamba rais wa Marekani hawezi kutisha kumiliki eneo la Denmark, huku waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper akisisitiza msimamo wa Uingereza kwamba mustakabali wa Greenland ni kwa wa Greenland na wa Denmark pekee kuamua. Siku ya Jumatatu, Trump alitaka kuondoa mpango wa matumizi ya nguvu na akasisitiza kwamba ataendelea na ushuru unaotishiwa kwa bidhaa zinazofika Marekani kutoka Uingereza na nchi nyingine 7 washirika wa NATO. Alipoulizwa na shirika la habari la NBC News kama angeweza kutumia nguvu kuiteka Greenland, Trump alijibu, hakuna maoni. Rais wa Marekani amesema atatoza Uingereza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote bila ubaguzi zitakazopelekwa Marekani kuanzia tarehe 1 Februari, na ushuru huo utaongezeka hadi 25% kuanzia tarehe 1 Juni hadi pale makubaliano yatakapofikiwa ya Washington kuichukua Greenland kutoka Denmark. Trump amesema hatua hiyo itatumika kwa Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Finland, nchi zote ambazo ni wanachama muungano wa NATO ulioanzishwa mwaka 1949. Alipoulizwa kama atatekeleza tishio hilo la ushuru, Bwana Trump aliambia NBC News kwamba nitafanya hivyo kwa 100%. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wamesema wapo katika mipango ya kuitetea Greenland wakati wote. Viongozi hao wanashiriki jukwaa la uchumi la dunia WEF mjini Davos, wakati mvutano baina yao na mshirika wao wa kijadi Marekani ukizidi kufuatia kitisho cha rais wa Marekani Donald Trump kukitwaa kisiwa cha Greenland. Tayari wajumbe wa Marekani walishawasili mapema kwenye kongamano hilo la ngazi ya juu kuitetea ajenda hiyo ambayo imetikisa mfumo wa kilimwengu unaoongozwa na mkono wa WEF. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa walitarajiwa kulihutubia jukwaa hilo siku ya Jumanne, leo Januari 20, sambamba na Waziri Mkuu wa China He Lifeng na Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney, ambao nchi zao pia zimo katika mzozo mkubwa na Donald Trump. Trump mwenyewe alitazamiwa kupanda jukwani siku ya kesho Jumatano na kisha kushiriki matukio mengine siku ya Alhamisi. Tayari Ulaya ilishatangaza kuzingatia hatua za kulipiza kisasi endapo Trump atatekeleza kitisho chake cha kuziwekea vikwazo vya ushuru, huku waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akionya kuwa kisasi hicho hakitakuwa jambo la busara. Ujerumani, moja kati ya mataifa ambayo yameshaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo la Greenland, itahakikisha itajibu vitisho vya ushuru wa Marekani. Ujerumani inaangazia hatua madhubuti katika kujibu kitisho cha Marekani cha kuwekea ushuru zaidi, huku ikionya kwamba vitisho hivyo vya ushuru vya Rais Donald Trump havikubaliki na vinazidisha mzozo wa kibiashara. Tumeazimia kujibu kwa hatua madhubuti, ikiwa ni pamoja na ushuru wa kulipiza kisasi. Pia tutaandaa hatua zaidi za kisera na za kiuchumi ikiwa itatulazimu, pengine mapema Februari. Msemaji wa serikali ya Ujerumani alisema kuna makubaliano mapana miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuhusu hili. Ni muhimu kwamba Umoja wa Ulaya sasa uwe na msimamo mmoja kuhusu suala hili, aliongeza. Katika hatua nyingine, waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil amesema Ujerumani na Ufaransa zinatafuta namna ya kuyaendeleza makampuni mapya na yanayokuwa kwa kasi barani Ulaya ili kuyazuia kuhamishia biashara zao nchini Marekani, lakini pia kuunda mazingira bora kwa makampuni mapya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri duniani.